Na hilo somo letu la mikate isiyotiwa chachu, na tumeona ya kwamba sikukuu hiyo umuhimu wake hasa ni kuondoa uovu, to take away corruption, to take away all manner of evil, ni kuondoa ubaya, the essence ama cha kushika. Ukiulizwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa inaashiria nini, utasema ilikuwa inaashiria vile Kristo ataondoa dhambi, how Christ will take away sin. Na tumesema ili aweze kuondoa chachu, yeye mwenyewe amekuja kama mkate usiotiwa chachu. Hakutoka kwa lile donge liliwekwa chachu ya Adamu, alikuwa donge jipya ambalo halikutiwa chachu, kwa madhumuni ya kuondoa chachu. Na ni katika harakati ya Pasaka, ni katika hizo siku za Pasaka, na wakati Pasaka inaendelea, tumeona hata mikate isiyotiwa chachu inafanyika kwa sababu tayari mwanakondoo wa Pasaka amechinjwa, si ndio? Ni katika hiyo hali ya Pasaka ambapo Kristo anaingia mjini Yerusalemu, na anaingia kwenye nyumba ya Mungu, hekalu, na anafurusha wale wauza money changers. Unajua watu walikuwa wamepata mahali pazuri pa biashara kwa nyumba ya Mungu. So ni katika harakati hizo za Pasaka anaingia kwenye hekalu na kuwafurusha. Sio mara yake ya kwanza kuingia hekalu, alikuwa anaingia hekalu kila wakati, lakini katika hizo harakati anaingia hekaluni na anafurusha wale money changers, wanabadilisha pesa na wanauza kila kitu. Ni kwa nini kuwe na biashara mzuri katika hekalu? Ni kwa sababu kulingana na maabudu ya Agano la Kale kulikuwa na sadaka za kila namna ambazo zilikuwa zitolewe. Ukifanya hivi utatoa hiki, ukifanya hiki utatoa hiki, na lazima uende ukatoe kwa hekalu. So kama hekalu liko Mombasa na wewe uko hapa na unatakikana kwenda na jiwa wawili, unaona utapebana na majiwa hadi Mombasa. Utaenda na fedha, ukifika huko ununue jiwa wawili. So wale watu walipata mahali pazuri pa kufanyia biashara, kwa sababu wanajua kila siku kuna watu wanakuja kutoa sadaka. Huyu ni jiwa, huyu ni nini. Hizo zote zilikuwa ni kama vile unaona karibu na hospitali kumewekwa masanduku ya maiti, kwa sababu that is the right environment. So watu walikuwa na biashara, na inasemekana hiyo biashara ilikuwa kubwa kiwango watu walikuwa wanahonga makuhani wapate space. Kama pale kwenye sokoni unasikia mtu anatoa pesa, anataka mahali strategic, anatoa pesa, walikuwa wanahonga makuhani. Kwa hivyo ufisadi haukuwa tu kwa sababu wako hapo, ufisadi ulikuwa ni kwa sababu hata ili wawe hapo walikuwa wamefanya corruption. Sinaona. So muda huo, in the environment of Passover and unleavened bread, vile tumesema zinaingiana, Kristo anaingia katika hekalu, anaitakasa, anawafurusha, anatengeneza kiboko, anawachapa na anatupa hizo meza zao nje. What he is doing symbolically, he is cleansing the house of God. Anaitakasa nyumba ya Mungu. Kutakasa nyumba ya Mungu ni kuondoa ufisadi. Sasa pale anaondoa ufisadi kwa hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiashiria jinsi atakavyo itakasa nyumba ya Mungu ambalo ni kanisa lake, aliondolea ufisadi wa kila namna. Bwana Yesu asifiwe. So anaanza katika kulitakasa hekalu. Ukisoma Mathayo 21:12 hadi 16 inaongea vile aliingia Yerusalemu
na kulitakasa hekalu. Akasema, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara, itakuwa ni nyumba ya maombi. Bwana asifiwe. Na tangia Edeni, since Eden, dhambi ilipoingia, tunasoma Warumi 5, kwa kupitia kwa mtu mmoja dhambi iliingia, si ndio? Kupitia kwa mtu mmoja dhambi, tangia Edeni, wakati dhambi iliingia, Mungu aliutangaza hapo ukombozi wa watu. Right there, wakati mtu alianguka, Mungu alitangaza ukombozi wa watu aliposema ya kwamba the seed of the woman, mzaliwa wa mwanamke, atakuja kuikanyanga kichwa yule joka. Alikuwa anaashiria msalaba wa Bwana Yesu, ya kwamba mzaliwa wa mwanamke atakanyanga joka kichwa, naye ataundwa kisigino, si ndio? So tunajua shetani alimtesa Kristo, lakini Kristo alimkanyanga shetani. Tusoma Mwanzo 3 mstari wa 15, inaongea mambo haya. Na tangia dhambi ilipoingia, tunaambiwa kwenye kitabu cha Warumi ya kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote, hakuna mtu hakufanya dhambi. Wote, kila mtu, tangia Adamu, hakuna mtu anaweza kusimama mbele za Mungu bila dhambi, ya kwamba yeye hakutenda dhambi, isipokuwa tu ni Bwana Yesu. Wote wametenda dhambi, na kwa sababu hiyo Mungu anawahesabia haki bure. Kama Mungu angewahesabia watu haki kwa vile hawana dhambi, hakuna mtu angehesabiwa haki. Lakini kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Mungu anawahesabia haki bure kwa neema yake kupitia kwa ukombozi ulio katika Kristo Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ni muhimu. Kama Mungu angesema watu waende kwake, asiyepatikana na dhambi ndiye atapata urithi, hakuna mtu angepata huo urithi isipokuwa ni Kristo Bwana. Hakuna. Hata Musa aliyepeana sheria, hakuna. Lakini Mungu anatuhesabia haki bure kupitia kwa ukombozi ambao uko ndani ya Kristo. So tutakuja kuona ya kwamba ukombozi ni kule kuondolewa dhambi. Tunakombolewa kutoka dhambini. Kama vile tulivyosema, kilichotushika mateka ni dhambi. So tunakombolewa kutoka dhambini. Unajua kukomboa na kununua ni mambo mawili tofauti. Kununua, unanunua kitu ili kiwe chako, hakikuwa chako. Unanunua ili kiwe chako. Kukomboa, unalipa gharama kwa sababu ya kile kitu kilikuwa chako, kikatoka mikononi mwako kikaenda mikononi mwa mwingine. Sasa unalipa gharama kikurudie. Bwana asifiwe. So anapokuja Kristo, anakuja kukomboa kile ambacho kilikuwa chake, lakini kikaenda mikononi mwa mwingine. Bwana asifiwe. Anakuja kutukomboa mahali Adamu alituuza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa maana nikasema Adamu alituuza. Na kuna andiko hapo ambalo labda ningelisema, kuna andiko hapo ambalo ningelisema, Isaia 52 and verse 3 inasema, maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure, mtakombolewa bila fedha. Wakati tuliuzwa, ama wakati waliuzwa utumwani, wana wa Israeli waliuzwa bila fedha. Hawakulipwa, hakuta pesa zilitolewa. Waliuzwa utumwani. Na sisi tuliuzwa utumwani bure, na tutakombolewa bila pesa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu pesa haziwezi kutukomboa. Tunakombolewa kwa njia ya sadaka ya Kristo. So ukombozi ni msamaha wa dhambi. Tunakombolewa kutoka dhambini.
Soma wa Kolosai. Wa Kolosai 1:14 inasema kuhusu Kristo ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Sister Kumu uko hapo? Ama bado hauko? Pastor Dan uko hapo? Nani yuko hapo kwa kizungu? Kizungu inasema in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Redemption is is equated to the forgiveness of sin. Kukombolewa ni kuondolewa dhambi. Kukombolewa ni kuondolewa dhambi. Na inarudiwa Waefeso 1:7. Inasema katika yeye kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Kilichohitajika ili tukombolewe kutoka utumwa wa Shetani ni kuwe hakuna dhambi. Dhambi isiwepo. Dhambi ikiondoka, sisi tunakuwa watu huru, kwa sababu dhambi ndio sababu hasa ilisababisha tusikwe mateka na huo uweza wa dhambi. Msamaha wa dhambi ndio ukombozi. Tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. So tumekubaliana hapa ya kwamba ukombozi ni msamaha wa dhambi, si ndio? Tumesoma Waefeso, tumesoma Wakolosai, inasema the redemption is the forgiveness of sins. Bwana asifiwe. Hiyo ingie kwa mawazo, that redemption is the forgiveness of sins. Okay, sasa enda Waebrania 9:12. Waebrania 9:12 inasema, wala sio kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akishapata nini? Akishapata ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Akishapata ukombozi wa milele. Na ukombozi ni nini? Ni msamaha wa dhambi. Akishapata ukombozi wa milele, hiyo inamaanisha akishapata msamaha wa dhambi wa milele. Kama ukombozi ni msamaha wa dhambi na amepata ukombozi wa milele, basi amepata msamaha wa dhambi wa milele. Hiyo inaonekana sasa vizuri. Ukombozi wetu ni msamaha wa dhambi. So ukisema ukombozi ama useme msamaha wa dhambi, unasema the same thing. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaambiwa sio kwa damu ya wanyama ameingia patakatifu, anaingia kwa damu yake mwenyewe akishapata ukombozi wa milele, msamaha wa dhambi wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay. Na utakubaliana na mimi ya kwamba msamaha wa dhambi ndio ukombozi. Hata unaposoma Warumi 9 hiyo mstari wa 15 ikiongea vile Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi, inasema kwa sababu hii amekuwa mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikishafanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Damu imemwagika, mauti imefanyika ikomboe makosa yaliyofanyika hata katika agano la kwanza, ili wale ambao wananufaishwa na jambo hilo wapate urithi wa milele. Mauti ya Kristo inakomboa ile dhambi ilifanyika katika agano la kale. Inakomboa ile dhambi ya Adamu. The death of Christ,
deals with the sin of Adam, Bwana asifiwe, ambayo ilifanyika katika Agano la Kale, na ina deal na dhambi ya mtu wa mwisho atakayezaliwa dunia hii. All the sin of the world. Since the sin of Adam, na kwa sababu yake watu walifanyika wenye dhambi, kwa hivyo hata mtu wa mwisho atakuwa na dhambi, hata dhambi ya mtu, kwa sababu kuna mtu atazaliwa wa mwisho dunia hii. Si ndio? Kuna mtoto atazaliwa katika program ya Mungu, awe huo ndio wa mwisho kuzaliwa, kutazaliwa mwingine. Kama vile Adamu alikuwa mtu wa mwanzo, kutakuwa na mwingine wa mwisho. Kwa hivyo mauti ya Kristo inakomboa tangia dhambi zilizofanyika Agano la Kale hadi dhambi zitakazofanywa na mtu wa mwisho. Kwa hivyo kama mauti inakomboa dhambi, hiyo inamaanisha ukombozi wetu ni msamaha wa dhambi. Si ndio? Inahakikisha ya kwamba ukombozi ni msamaha wa dhambi. Na ndio kwa maana ni muhimu Kristo aje aondoe dhambi. Kwa sababu dhambi isipoondoka hakuna ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. So anakomboa makosa yaliyofanyika katika Agano la Kale. Waebrania 5:9 inasema, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Wokovu wa milele, ukombozi wa milele, msamaha wa dhambi wa milele. Wale waliondoa tatu 1 week. Sio tunasema waliondoa tatu 1 week, wakatengeneza ingine na wakaendelea nayo, kwa sababu walikuwa wanajua tena mwisho wa mwaka wataondoa. Kutakuwa na the day of atonement every year, but this one anaondoa baada ya kupata ukombozi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. So kama vile Waisraeli waliondoa chachu yote kutoka kwa makazi yao, Kristo naye anaiondoa dhambi kwa watu wa muaminio. Kabla ya kuja Kristo, haikuwezekana dhambi kuondolewa kabisa kwa sadaka zilizotolewa. Dhambi ilifunikwa tu na kutulizwa makali yake. Before the death of Christ, kabla ya mauti ya Kristo, dhambi ilishughulikiwa kwa sadaka za kila namna, lakini dhambi haikuondoka. Dhambi ilifunikwa. Ikawa tu iko hapo, lakini imefunikwa, haikuondoka. Kwa sababu tutaona ya kwamba neno linasema haiwezekani damu ya wanyama kuondoa dhambi. Lakini kuna andiko ambalo huwa linanifurahisha hapa, Hosea 8:11. Hosea 8:11 huwa inasema ya kwamba Waisraeli walitengeneza madhabahu mengi ya kushughulikia dhambi. Ndio kama unaweza kumbuka tukisoma andiko hilo hapa, mchungaji Isaya, walitengeneza madhabahu mengi ya kushughulikia dhambi, lakini madhabahu hayo Hosea anasema yakawa ni mahali pa kufanyia dhambi. Walitengeneza madhabahu kushughulikia swala, kujaribu kuondoa dhambi, lakini madhabahu hayo yenyewe yakawa ni mahali wanafanyia dhambi. Hiyo ndio shida ya dhambi ilikuwa imelemea watu. Hosea 8:11. Kwa kuwa Ibrahimu ameongeza madhabahu kwa dhambi, madhabahu zimekuwa dhambi kwake. Walijaribu kila namna hata kutengeneza madhabahu ya miungu, wakijaribu kushindana na dhambi. Ile Biblia ya NLT, New Living Translation, inasema Israel has built many altars to take away sin. Madhumuni ya hizo madhabahu ni kuondoa dhambi. Wanazijenga kwa vile wanataka kujiondolea dhambi. But these very altars become places for sinning. That is the dilemma of sin.
Ni kama vile Paulo alisema anajaribu kufanya na hawezi. Hawa watu ukiona wanatengeneza madhabahu kupigana na dhambi, ni kwa vile hawataki dhambi. Si ndio? Ndio kwa maana wanatengeneza madhabahu ya kupigana na dhambi. Lakini katika harakati zao ya kujiondolea dhambi, wanajipata ndio wanafanya dhambi zaidi. That is how serious the issue of sin was. Bwana asifiwe sana. Na hata sasa watu wameongeza madhabahu. Kisikia wahubiri. Ukihubiri Samuel mzima na usiseme madhabahu, nafikiri watu watashindwa wewe ni mhubiri wa Iran. Hii madhabahu. Tunataka kuinua madhabahu. Tunataka sijui nini. Si ndio? Tutatewe na madhabahu. Kwa sababu mtu alienda kwa madhabahu ya waganga akatoa ng'ombe. Na wewe kwa sababu umekuja kwa hii madhabahu utoe ng'ombe mbili. Ndio ile yule ishitwe. Ndio. Ana sio mayai. Unatoa kitu nzuri. Ndio madhabahu hii fulani. Ndio madhabahu hii fulani ndio itakutetea. Sasa ukihubiri mambo kama hayo utaona watu wanajaa hapa. Unamtijia madhabahu. Utaona watu wanajaa hapa. Unajua sasa inategemea mfuko. Yesu asifiwe sana. So hata sasa watu wametengeneza madhabahu wakijaribu kupambana na swala la dhambi. Lakini neno linatuambia hakuna dawa ya dhambi ingine. Dawa ya dhambi ni damu ya Yesu Kristo Bwana. Bwana asifiwe. So Hosea anawakemea Waisraeli kwa sababu ya kujaribu kujiondolea dhambi kwa kujenga madhabahu. Na katika kujitafutia haki yao wenyewe, ya kujiepusha na dhambi, Isaia anawaambia Waisraeli, Isaia 64 verse 6, anawaambia kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Mtu mchafu ni kama vile mtu ako na ukoma mchafu. Kwa Waisraeli, mtu ambaye ameguza maiti ni mchafu. Kama vile tulivyosema wakati huo mwingine mama akiwa amejifungua ni mchafu. Kuna uchafu wa kila namna. So anasema wote wamekuwa kama mtu aliye mchafu na matendo yao yote ya haki kama nguo iliyotiwa najisi. Bwana asifiwe sana. Jitihada zote za watu kujiondolea dhambi ziliangulia patupu. Isaiah 64 verse 6. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu na matendo yetu yote ya haki, matendo yao ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Bwana asifiwe. So tunaambiwa kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 4, maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Tangia Adamu, tulisema mwanzo, tangia Adamu alipokosa, kile ambacho kilihitajika kifanywe ni dhambi iondolewe. Bwana asifiwe. Wakati dhambi iliingia, suluhu ya mwanguko huo ni kama vile dhambi iliingia, dhambi iondolewe. Bwana asifiwe. Kukiingia nyoka hapa ndani ya hili kanisa, tujue kuna nyoka inatoka kitu hapa inatoka pale, hatuwezi kutulia mpaka hiyo nyoka tuiondoe. Kwa sababu hujui itatokea pande gani. Utaona wao wamehama huko wanakuja hapa. Ndio ikitoka waone. Hakutakuwa na amani hadi tutakapoitoa tuiue pale nje. Sasa tuje tukae safe. Tujue tuko salama. Mwanadamu hakuwa salama. Mwanadamu hakukamilika wakati dhambi iliingia. Kwa sababu dhambi haikuingia peke yake. Inasema Warumi 5, kwa mtu mmoja dhambi iliingia, na kwa hiyo dhambi mauti ikaingia.
Kuna dhambi kwa nyumba na kuna mauti kwa nyumba. Hakuna kustarehe, hakuna raha tena hadi hiyo dhambi itakayoondolewa. Bwana asifiwe sana. Na Kristo anakuja kuiondoa hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuja kuiondoa hiyo dhambi. Kwa sababu haiwezekani damu ya mafahari na ya wanyama kuondoa dhambi. Ilikuwa kitulizo cha dhambi. Kama vile tunasema ya kwamba mtu akigojeka tunampeleka hospitali, anafanywa first aid. Si ndio? Anafanywa first aid. Alikuwa anapiga duru kwa uchungu, anakimia, tunasema amepona. Kumbe hata hajashughulikiwa, amepewa tu pain killer. Ugonjwa ambao uko ndani yake asipotibiwa utamuua. Lakini kwa sasa hasikii uchungu. Yale mambo yalikuwa ni kama pain killer, yakigojea dawa ya dhambi. Na hakuna dawa nyingine ya dhambi. Dawa ya dhambi ni msalaba wa Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Hakuna. Kabla mtu afike msalabani, it does not matter what else we do. Haijalishi tunafanya nini kingine. Kabla tuje msalabani, haya mambo yote mengine tunafanya ni sarakasi za kujisugua bure. Ni kama yule mama aliyekuwa na shida miaka 12, alienda kwa waganga wa kila namna, wakamfilisi hadi pale alipomtazama mwana kondoo wa Mungu, akapata ukombozi wa kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani damu ya wanyama kuondoa dhambi. Waebrania 10 mstari wa 10 na 12. Katika mapenzi yayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Bwana asifiwe. Inaongea kuhusu makuhani wa Israeli. Wanaingia pale kila wakati wakitoa sadaka za dhambi. Lakini inasemekana sadaka hizo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Na suluhisho halitapatikana kabla dhambi iondolewe. Hakuna suluhisho. Haya yote mengine ni majaribio ya kutuliza. Bwana asifiwe. Suluhisho litapatikana tu wakati dhambi itaondolewa. Lakini hizo sadaka wanazozitoa haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Mstari wa 12 unasema, lakini huyu Kristo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele. Alipotoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo milele, aliketi katika mkono wa kuume wa Baba. Amemaliza kazi ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Amemaliza kazi ya dhambi, akastarehe mkono wa kuume wa Baba. Alitoa sadaka moja ambayo inashughulikia dhambi milele. Amen. Akishatoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Na Yesu alifunuliwa makusudi. Alifunuliwa makusudi aondoe dhambi. 1 John 3 verse 5. 1 John 3 verse 5. Nani mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Ya Kizungu inasema nini? Tasema vizuri kwa sababu itasema take away. Nani amefika kwa Kizungu? 1 John 3:5. And you know that he was manifested to take away our sins. And in him there's no sin. He was manifested to take away our sins. Ingine nasema he was manifested to take away sin. Kile kinatafutwa hapa ni dhambi iondolewe. Bwana asifiwe. Na Kristo
alidhihirishwa ili aondoe dhambi. Ni nani anaondoa dhambi? Kristo. Anasifiwe. Amen. Ni nani anaondoa dhambi? Yesu. Kumbe sisi. Kumbe sisi tunaondoa dhambi. Sio sisi tunaondoa dhambi. Dhambi inaondolewa na nani? Na Kristo. Alidhihirishwa ili aondoe dhambi. Kwa sababu haikuwezekana dhambi kuondoka kwa njia yoyote nyingine ile. Na hakuna suluhisho kabla dhambi haijaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aha. Ndio kwa maana unakuta Yohana Mbatizaji kila mara anapoona Yesu akipita anastaajabu. Anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu afanyaye nini? Aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Na dhambi ya ulimwengu nimesema nitakia dhambi ya Adamu hadi dhambi ya mtu wa mwisho atakayezaliwa dunia hii. Mwana kondoo wa Mungu, the Lamb of God, anaondoa dhambi nzima ya ulimwengu. Yeye ndiye anaondoa dhambi. Bwana asifiwe. Wale Waisraeli hata katika Pasaka ni wao wenyewe walitoa mwana kondoo wa Pasaka. Ni wao wenyewe walitoa mwana kondoo wao wa Pasaka. Lakini katika Pasaka yetu ni Mungu anatoa mwana kondoo wa Pasaka. Bwana asifiwe sana. Katika mikate isiyotiwa chachu ni wao wenyewe waliingia kwenye makabodi yao wakachukua tatu wakapeleka kichakani wakatupa. Bwana asifiwe. Katika sikukuu yetu ya mikate isiyotiwa chachu ni Kristo anakuja mwenyewe, anaondoa chachu, anaitupa mbali, chachu ya dhambi. Wale walifanya, wale ni wao walifanya, sisi tunafanyiwa. What is the difference? Wale walifanya, sisi tunafanyiwa kwa imani ya Kristo Bwana. Bwana asifiwe sana. Walitoa mwana kondoo, sisi tumetolewa mwana kondoo. Waliondoa chachu, sisi tumeondolewa chachu. Bwana asifiwe sana. Ile ilikuwa ni ishara, as a sign, as a type, as a shadow, but the reality is in Christ Jesus. Bwana asifiwe sana. Anadhihirishwa ili aiondoe dhambi. Tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Yohana alishangaa. Unafikiri kulikuwa kumekufa wanyama ngapi Israeli wakipambana na dhambi? Wanyama wa kila namna. Wengine wanachomwa mpaka ng'ombe mzima anachomwa na kuwa jivu. Unaambiwa Pastor Dan, ile shida uko nayo, ulete ng'ombe mzima achomwe awe jivu upakwe, ndio utapata nafuu. Sikuna jamaa mwingine alikufa juzi, alienda kwa wale wazee wa utamaduni. Alienda kwa wazee wa kitamaduni. Akaambiwa hii shida yako ni kansa. Akaambiwa hii shida yako ni shida kidogo. Kila kitu kilifanyika ni hukupeleka mali. Hukupeleka buzi kwa hukupeleka buzi kwa mkeo, kwa mke wako mahali. Kuna buzi moja unatakikana upeleke. Kwa sababu alikuwa tajiri, akaenda akanunua mbuzi akajaza trailer. Akajaza trailer akapeleka, kama hiyo ndio dawa. Bwana asifiwe sana. Akapeleka trailer ya buzi. Lakini sasa hapo wapi? Kwa makaburini alikufa. Hakuna dawa ya makosa. Bwana asifiwe sana. Dawa ya makosa inapatikana ndani ya Kristo. Amen. Yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae. Yohana alikumbuka vile Waisraeli waliteseka na dhambi. Mpaka wanajenga madhabahu ya kuondoa dhambi, wanafanyia dhambi kwa hiyo madhabahu. Ndio. Na sasa anaona huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Ati huyu akichinjwa mambo ya dhambi kwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So
Waebrania 9 mstari wa 26 na 28 hadi 28. Hebrews 9 verse 26 to 28. Kama ni hivyo, ilimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa, azitangue dhambi kwa dhabahu ya nafsi yake mwenyewe. Ya kizungu itasema to take away sin. Uko hapo? Waebrania 9:26 to 28. Inasema 26 ikimalizia azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Nani amefika hapo? For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath appeared to put away sin by the sacrifice of himself. To put away sin by the sacrifice of himself. Bwana asifiwe. Yako mama masali ya King James. Nasema if that had been necessary, we have to die again and again, ever since the world began. But no, he came once for all at the end of the age to remove the power of sin forever by his sacrificial death for us. To remove the power of sin. Bwana asifiwe. Si tulisema dhambi ni uweza wa kiroho. He has been manifested to remove the power of sin once and for all. Verse 28 nasema kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi. Amen. By taking away sin, Christ is taking away the power of sin. Uweza wa dhambi. Sio ile matendo tunatenda ya kidhambi, ni ile nguvu inatusababisha kufanya mambo hayo ndio anaondoa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu hiyo nguvu ikishashindwa, sasa tabia yetu ambayo si ya kiungu ataishughulikia katika kazi ya neema iitwayo utakaso. Ndio? Amen. Lakini kwanza mambo ya dhambi iondoke. Madai ya haki kulingana na dhambi iondolewe. Dhambi iwe haiko tena. Ninasikia wengine wakiulizwa wanataka kufanya nini nchi hii, wanasema kwanza mtu mmoja aondoke, hiyo mambo mengine tajirete. Si kuna wengine wanasema hivyo? Wanasema ajenda namba 1 huyu aondoke. Ajenda namba 2 huyu aondoke. Ajenda namba 3 huyu akishaondoka mambo mengine atajirete. Bwana asifiwe. Na ajenda ya Mungu ni kwamba dhambi iondolewe. Bwana asifiwe sana. Iondolewe. Dhambi ikishaondoka, mambo hayo mengine Mungu atayashughulikia kwa jinsi ya kiutendaji kazi wake. Bwana asifiwe sana. Lakini kwanza dhambi iondoke. Tunashughulikia mambo yetu na Mungu bila madhambi kusimama hapo na madai ikidai ati sisi ni watumwa wake. Dhambi iondolewe. Bwana asifiwe. Kuna mtu aliitwa Mzee Jomo Kenyatta hapa, wale ambao ni wa kitabu wanamkumbuka. Kulikuwa na waasi pia wakati huo walikuwa wanampinga. Walikuwa wengine wanamsumbua sana. Na ukimsumbua sana anaita mkutano Uhuru Park. Anasema vile umefanya. Watu wamejaa Uhuru Park. Anasema vile unataka kupindua serikali yetu tukufu. Na vile unafuata wabebei walikuwa wanatumia majina siwezi kusema. Anakuharibia jina. Kisha anauliza mtu kama huyo tumfanye nini na yeye? Watu wanasema aondolewe. Ukisikia aondolewe, kesho unasikia hajulikani aliko. Hata patikana tena milele. Ameondolewa. Bwana asifiwe sana. Ameondolewa. Mungu alitaka kuondoa dhambi. Bwana asifiwe sana. Na hakukuwa na njia nyingine ya kuondoa dhambi. Tutaona ni kwamba Mungu Kristo ameishughulikia dhambi kiwango cha kuiondoa. Alidhihirishwa ili aondoe dhambi.
alitoa sadaka mara moja, akazichukua dhambi ya watu wote. Waebrania 7:27, 7:27, ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za wao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Bwana asifiwe. Hana haja kutoa sadaka kila siku kwa sababu ya dhambi zake. Kwanza kabisa yeye hakuwa na dhambi zake mwenyewe. Wale wa kwanza walitoa sadaka kwa ajili ya dhambi zao kwanza, kisha kwa ajili ya watu, na walirudia mambo hayo mwaka baada ya mwaka. Lakini yeye ametoa sadaka ya dhambi mara moja ya kutosha nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazifuta dhambi. Mpaka tumalize in the next 20 minutes. Ama mkitoka mniambie mmetoka. Kama hamsikii tutaacha. Mmetoka? Are you tired? Bwana asifiwe. Umetoka? Bwana mjibu. Mkitoka mniambie. Mpaka tumalize in the next 15 minutes. Msitoke. Kristo anazifuta dhambi. Matendo ya Mitume 3:19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Dhambi zenu zifanye nini? Zifutwe. Mahali dhambi zako zimeandikwa, si tulisema juzi juu ya ile kijana alilala, akaambiwa aje akafute blackboard. Si ndio? Mahali dhambi zako ziliandikwa, Kristo anafuta. Bwana asifiwe sana. Anafuta dhambi. Blot away sin. Wakolosai 2:13 hadi 14, na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa miili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kusamehe makosa yote. Akisha kutusamehe makosa yote. Akisha kufuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki. Mashtaka yetu ameyafuta. Bwana asifiwe. Mashtaka yetu amefanya nini? Ameyafuta. Na kama yamefutwa, ni kumaanisha hakuna mashtaka. Akisha kufuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui na sisi, akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kile ambacho kilipatia mamlaka na uweza wa dhambi, haki ya kisheria ya kutushika mateka, amekifuta. Bwana asifiwe. Amekifuta. Sasa hakuna mashtaka dhidi yetu. Hakuna mashtaka kwa sababu mashtaka yamefanya nini? Yamefutwa. Bwana asifiwe sana. Na wakati mashtaka niliwahi kusema hapa, na nafikiri tutamalizia hapa, naona watu wamechoka. Niliwahi kusema hapa ya kwamba ukienda kotini, prosecutor anasimama na mashtaka. Kuna faili ya mashtaka ambayo anakustaki nayo mbele ya hakimu. Na ufisadi, hasa katika Kenya yetu hii, utakuta mtu ameshtakiwa makosa mengi, lakini anaenda kotini, anafanya njama na makarani wa koti, ile faili ya mashtaka yake inachomwa. Niliwahi kufanya kazi kwa serikali miaka 18, najua mambo hayo yalikuwa yanatendeka hata mahali nilikuwa, ijapokuwa si mahakamani. Mtu aliona faili yake imeharibika kabisa, analipa mtu hiyo faili ipotee, vile haitawahi patikana tena. Na kupotea kwa hiyo faili ni ichomwe, na ichomwe akiwa
Kwa hivyo yule jamaa amelipwa, anaenda anatoa hiyo file registry, na kuna mahali wameagana, mahali wanakutana, analipwa zile fedha zinahitajika alipwe, hiyo file inachomwa hapo. Sasa yule mwenye hiyo file anajua milele yote hiyo file haitawahi, na bila hiyo file hatachukuliwa hatua yoyote. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kwa njia ya ufisadi, lakini kwa njia ya haki, kwa njia ya haki na matendo ya kiungu, faili yetu ya makosa imeondolewa milele. Sasa shetani akisimama pale kama mstaki, anaulizwa wapi mashtaka? Hana, kwa sababu faili ya mashtaka imeondolewa. Bwana asifiwe. Kristo amedhihirishwa aondoe dhambi. Tutaendelea kutoka hapa. Bwana wabariki sana. Nimeelewa kabisa kwa nini Biblia ilikuwa amesema tumuombee. Simeona ni ngumu. Ni ngumu. Hapa hakuna